hebu fuatana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho na Mungu atakubariki sana. Lakini tunasema kwamba ndoto ya kwanza ni pale ambapo ukaota ndoto ukaona upo unaishi mazingira ya kijijini wakati unaishi mjini. Yaani wewe unaishi maisha ya Dar es Salaam au unaishi maisha ya mkoa wote ambao upo au ya nchi yoyote ambayo upo, lakini upo sehemu ya mjini mchanganyikeni mwa watu ambako movement za watu au wafanya biashara wanafanya biashara, lakini wewe unakuta kwenye usingizi wako unaota ndoto unaona uko mazingira ya nyumbani kwenu ulikokulia, nyumbani kwenu ulikozaliwa, nyumbani kwenu ulikosomea shule za msingi, nyumbani kwenu ambako baba zako na mama zako wanatokea, na unajiuliza kwamba kwa nini niwe naota ndoto za namna hii, au kwa nini ndoto hizi ziwe zinajirudia mara kwa mara katika usingizi wangu. Sasa ukiota ndoto za namna hii pale ambapo unaota huko nyumbani kwenu kijijini ambako umezaliwa au ambako umekulia au ambako unatokea, sasa ishara ya namna hiyo maana yake ni kwamba unajulishwa kwamba roho za kurudishwa nyuma zinakufuatilia, lakini pia roho za umaskini na ufukara zipo karibu yako. Pale ambapo unakuwa unaota ndoto za namna hiyo, walio wengi waliotaga ndoto hizi walipozidharau wakajikuta ni watu wa kawaida, wanaishi maisha ya kawaida, ukame na ukiwa vikaanza kuwajilia na kuwapata kwa sababu ya kudharau ndoto za namna hii pale ambapo waliziota au pale ambapo waliziona. Kwa hiyo katika usingizi wako pale ambapo unaota ndoto unaona kwamba huko mazingira ya kijijini kwenu, mahali ulikosomea, mahali ulikokulia, ndio unaota ndoto umebeba jembe unaenda kulima, unaota ndoto unafanya zile movement za pale vijijini. Yaani mpaka mwenyewe unajiuliza kwamba kwa nini niote ndoto nipo kijijini nang'olea manyasi nyumbani kwetu pale, nasafisha upo kwenye nyumba ya manyasi, na unajiuliza kwamba hii ndoto imebeba tafasiri gani au imebeba taarifa gani? Kwa hiyo kiroho pale ambapo unakuwa unaota ndoto ya namna hiyo usiipuuze, ifanyie kazi haraka sana ili kuikwepesha au kuiokoa familia yako na roho zile za umaskini, kwa sababu utakapopuuza hiyo ndoto watoto wako uliowazaa utakuta nao wanaishi maisha ya shida au maisha ya dhiki, maisha ya mateso. Kwa sababu gani? Lango ni wewe baba uliota ndoto ya namna hii ukaipuuza. Lango ni wewe mama uliota ndoto ya namna hii ukaipuuza, ukaona kwamba ni ndoto tu ya kawaida imekuja tu, lakini kumbe kiroho Mungu anakuonyesha kwamba ishara ya namna hiyo kuna roho za kurudishwa nyuma zimeagizwa kwako.